بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1439, katika darsa ya risala Atharul Fitan لفضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله. tulifikia al-atharu ar-rabi', athari ya 4 katika athari mbaya za fitna. al-intihaa ila al-awaqib al-murdiyah wal-ma'alat as-sayyi'ah, kuishia fitna katika matokeo yenye kuangamiza na mwisho mbaya. Siku zote fitna mwisho wake ni mbaya sana, wenye kuangamiza. Qala min athari alfitan wa awaqibiha أن من يدخل الفتنة ويتورط فيها يبوء بالعواقب المردية والمآلات السيئة ولا ينال منها خيرا. katika athari ya fitna na mwisho wake ni kwa yoyote anaingia katika fitna, kateleza ndani yake, mwisho wake huwa ni wenye maangamivu na mwisho wake ni mbaya sana. Alhamdulillah. Wala yanalu minha khaira, na hakuna khairi atakayoipata mwenye kuingia katika fitna. وفي الوقت نفسه لا يحصل خيرا، كتولي هباتي خير يوت. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تتبع جملة من الفتن التي ثارت في أزمنة قبله ورصدها رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله alizifuatiliza katika tarehe ya kabla yake hali za fitna zilizopita, akazitizama kwa makini na kuzifahamu, kisha akaja na natija. وذكر في كتابه منهاج السنة خلاصة جميلة نافعة مفيدة لمآلات تلك الفتن. kisha akataja katika kitabu chake Minhaju Sunna khulasa, kwa kifupi akataja maelezo mazuri sana yaliyo na faida ya mwisho ya fitna, mwisho wa fitna. kila fitna alisoma. Faqala rahimahullah: قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. ni uchache mno kwa yule anayetoka dhidi ya kiongozi ambaye tayari yuko katika uongozi, isipokuwa
natija ya kitendo chake shari yake huwa zaidi kuliko khairi. Kwa hakuna yeyote anayetoka nje ya taa ya kiongozi akaleta fitna katika mujtama isipokuwa ule mwisho wake ni mbaya sana. Shari yake ni kubwa zaidi kuliko khairi anayoona inayopatikana ndani yake. Na hili katika asri tunaoishi leo halihitaji maelezo marefu ili lifahamike. Fungua macho, tizama zile nchi zilizotoka nje ya taa ya viongozi wao, uangalie hali yao ilivyo leo. Na wallahi wasikia wao wakisema afadhali ile hali tuliyokuwa nayo kuliko hii hali tulionao sasa. Afadhali abakie katika uongozi ule ule, lakini tulikuwa na amani, tulikuwa na utulivu. وذكر أمثلة كثيرة لفتن حصلت. شيخ الإسلام akataja mifano mingi ya fitna zilizotokea huko nyuma. ثم لخص نتاج آثار تلك الفتن, kisha akafanya kwa talkhis kutaja natija na athari za zile fitna. فقال رحمه الله فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا, dini hawakuisimamisha wala dunia haikubakia. Maonaji fitna za khawarij katika kila sehemu. La dini hawakuisimamisha, la dunia pia hawakuibakisha kwa watu. Khasara ya kidini na khasara ya kidunia, yote ni katika athari ya nini? Fitan. أي من تصدروا تلك الفتن وسعوا فيها ما أقاموا دينا ولم يبقوا دنيا. wale ambao wamesimama mbele na kukimbilia yale mambo ya fitna kuyaeneza, ma aqamu dinan walam yubqu dunya, dini hawakuisimamisha wala dunia hawakuibakisha. لأن الفتنة إذا ثارت يقع القتل ويكثر الهرج ويموج الناس وتحصل الفتن والعواقب السيئة ولا يحصل مثير الفتنة أي خير. kwa sababu fitna zikianza kuenea, zikichipuka zile fitna na kutanda katika mujtama, hutokea watu kuuana, huenea watu kuuana, kumwaga damu za baadhi ya wao kwa wao. Watu huchemka na kuanza kufanya mambo ya ajabu ajabu. Fitna zikatokea na mwisho wake mbaya. Wala wale waliozua fitna kama ile hawapati khairi yoyote, hakuna khairi wanayopata. ومر قريبا معنا قصة النفر الذين لم يعبأوا بنصيحة الإمام أحمد، وكذلك قصة النفر الذين لم يعبأوا بنصيحة الحسن البصري رحمه الله. imepita karibuni hapa kisa tumekizungumzia huko nyuma cha wale ambao walikuja kwa Imam Ahmad kisha hawakujali nasaha zake, na wale kikundi cha wale ambao walikuja kwa Hasan al-Basri hawakujali nasaha zake. وكانت النتيجة عند هؤلاء أنهم ما أقاموا دينا، وكانت مآلاتهم إما إلى حبس أو إلى قتل
أو هروب أو غير ذلك من المآلات والنهايات، وهذا متكرر في التاريخ. haya maneno yasikilizeni vizuri hapa. Natija ya wale ambao waliingia katika fitna wakati ule ni kuwa hawakuisimamisha dini, na mwisho wao ima walifungwa au waliuawa au walikimbia nchi waliokuwa au miji waliokuwa, na mengineo katika mabaya yaliyowapata au mwisho mbaya uliowapata. Na hili jambo hukariri katika tarehe, lakini wengi katika watu hawaisomi tarehe kwa kuizingatia, wengi sana. Leo katika nchi za kikafiri ukienda utawakuta ni wenye kuenzi sana tarehe yao, ukawaona waweka sehemu matahif, museum zile, watu wakaja pale wakaangalia majumba gofu, sijui senti zilitumika lini, silaha zilizotumika wakati ule, vitabu vilivyoandikwa wakati ule, utaona yamewekwa. Kisha watoto wa shule kila muula uweko wakati wakaambiwa hatundeni mkatembee. Msione ni wajinga wanaofanya haya. Waenda kule wakawafundisha watu tarehe, hapa kulitokea hivi, kulitokea hivi, kulitokea vile. Na kufaru na inaya na hili jambo, pamoja na kuwa tarehe yao ni mbovu, chafu, inakiza. Sisi leo ambao tarehe yetu ya izza na karama, watu watukufu walipita katika hii dini, lakini wallahi yasikitisha ukamwona Muislamu hajui hata sera ya mtume wake anayemfuata alayhi salatu wassalam, haijui. Nasikia mkweli hiyo, nasikia ambaki yeye, nasikia hata kusoma. Fitna ngapi zimepita katika tarehe, na watu wafanya yale yale na yale yale yarejelea, kwa sababu hatutaki kusoma tarehe. Ukijua historia na tarehe namna ilivyopita, ni ngumu sana na wewe kuangukia katika lile shimo ambalo wenzako waliangukia. Utachunga. Na kwa sababu hiyo utakuta baadhi ya nchi wameshindwa kuchunga amani waliokuwa nayo, kwa sababu hawajasoma tarehe wakaona watu kule nyuma wamepitia nini. Wengi katika wanazo kiongozi gani yule, kiongozi hivi, kiongozi vile. Nenda kasome tarehe uone yale yaliyowapata wenzako kama wewe, hivyo hivyo ulipo. Waliona ni muovu sana yule kiongozi, wakatoka nje ya taa yake, na haya ndiyo yakawapata kadha wa kadha wa kadha. Sasa ukisoma vile na wewe jiweke pale. Kwa hivyo na mimi pia nikifanya hapa litatokea hili na hili na hili na hili, na wallahi yaenda vile vile, haibadiliki. Kila anayefanya kitendo kama alichokifanya yule mwenzake, na yeye wapatwa na yale anayompata mwenzake. ولكن أكثرهم يجهلون ولكن أكثر الناس لا يعلمون. wengi katika watu wajinga hawajui. Mtu wajiendea tu. Chukua vitabu vya tarehe, soma. Kuna upungufu mkubwa sana ulioko kwetu sisi Waislamu kutotaka kusoma tarehe yetu. Na ndio ukaona kijana wa Kiislamu akikuwa ataka kuweka manywele kama Bob Marley, mvutaji bangi. Na mwingine akulia sijui amevaa t-shirt ya kafiri gani kule, mchezaji mpira ameandika hapa nyuma. Kwa sababu wale ndio anaowaona ni kudwa kwake. Lakini lau kama angesomeshwa mtoto wa Kiislamu ni nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni nani Abu Bakr as-Siddiq, ni nani Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib,
akasomeshwa mashujaa katika masahaba, Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As na wengineo, Sa'd ibn Abi Waqqas. Asomeshwe tarehe za masahaba, ajue kuwa huu umma walipita watu wakaizi hii dini, na hii dini ikawa ni sababu ya wao kupata izza. Haya yote tukiyaweka kipembeni, tukawa sisi hatutaki kuisoma tarehe, ndio haya yanayotupata hivi leo. Hizi nchi ambazo nyingi ni za Kiislamu zilizoathirika na kutoka nje ya taa ya viongozi, bali takriban nchi zote za Waislamu waliotoka nje ya taa ya viongozi wao walikuwa hawezi kusoma tarehe ya Andalus wakaona yale yaliyowapata wale waliofanya kama waliyofanya wao, wakasoma tarehe za dual الدولة العباسية الدولة الأموية, wakasoma yaliyojiri baina al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi na wale waliotoka nje ya taa yake. Hawezi kusoma, kisha wakaangalia wakajua, tizama mwanzo kiongozi huyu yuafika ule uovu wa kiongozi fulani katika tarehe, hafiki. Basi huwa afadhali tufanye subra, na haya ukiyazungumza hutayamaliza. قدر الله وما شاء فعل. وفي المجلد 8 من سير أعلام النبلاء في ترجمة الحكم بن هشام الداخل الأموي، كان أمير الأندلس. ويبانا alikuwa أمير وأندلس. أندلس ni Spain, nchi nyingine hii ambayo waislamu hawataka kuisoma tarehe yake. Tumekaa tutoshajiisha Barcelona, Real Madrid, lakini tumebaki katika uzuka tu, hatujui kule Andalus kumejiri nini. Imekuwaje mpaka leo misikiti ikageuzwa makanisa na watu waenda wakizuru wakiona? Tulikosea wapi mpaka hali ikawa hivi? Kila Muislamu akae chini afikirie tulikosea wapi. Leo Waislamu wataishi kuunusuru Uislamu wakati Uislamu utawapa maslahi ya matumbo yao, lakini kuishi maisha yake kwa ajili ya kuuokoa na kuunusuru Uislamu, la. Wengi wetu hatuko hivyo. Wallahi na wewe jichunguze, utakuta kuwa masahaba waliishi, salaf waliishi kwa ajili ya kuunusuru Uislamu. Allah ajua dhaifu tuliokuwa nao. Lau kama ingilikuwa asri ndio futuhat, nani angeenda? Watu watoka na kuacha wake zao na watoto wao kwa ajili ya kuunusuru Uislamu na kuufikisha Uislamu kutoka Madina mpaka kufikia ulikofika kule, mpaka watu wakafika bara Europa huko kote, wakaenda huko kuufikisha Uislamu. Leo kama utamwambia mtu leo hapa sasa hivi tutoke da'wa bana twende mahali fulani, na mke wangu nitamwatia nani na watoto wajua bwana, sio? Kuna dhurufu ambazo zaeleweka, lakini tizama salaf walivyojitolea katika maisha yao. Almuhim, tuje kwenye tarehe ya Andalus, sehemu katika tarehe ya Andalus. يقول الذهبي في قصة طويلة لا يسع المقام لذكرها. الإمام الذهبي رحمة الله عليه asema katika kisa kirefu ambacho tuwezi hapa kukitaja chote, ولكن يمكن أن تراجع في سير أعلام النبلاء. أنا يتاكا رجيه سير أعلام النبلاء، الكتاب labda wengine tukisikia tu jina, anaenda kakichungulia basi kwenye maktaba uone kile chaitwa Siyar A'lam an-Nubala kikubwa hivi huko paka huko, katizame angalau ukiulizwa usiaibike. Hiyo Siyar A'lam an-Nubala hiyo wacha mchezo, kumbe hajakiona hii baadaye. Nasema hao wasoma Bulughul Marami tu hawajafika kwenye min adillatil ahkam. Hawa Bulughul Marami tu wangerejea kwenye min adillatil ahkam. Hajui kitabu hicho kimoja, Bulughul Marami na adillatil ahkam.
Mwasoma Bulughul Marami tu, usiwe hivyo. Amekuelekeza shekhe hapa, rejea katika Siyar Alam an-Nubala, nenda kasome kisa. Badaaha Adh-Dhahabi rahimahullah ta'ala biqawli, al-Imam Adh-Dhahabi amekianza kisa kwa kusema كثرت العلماء بالأندلس في دولته أي دولة الحكم. ولكثير ونوفيون أندلس كتك دولة الحكم، حتى قيل إنه كان بقرطبة 4000 متقلس متزيين بزي العلماء، يعني كثر أهل العلم وطلبة العلم والمتزيين بزي أهل العلم. walikuwa ni wengi sana wanaovioni katika daula yake, mpaka katika Qurtuba, leo yaitwa Kotoba, iko bado Spain, kulikuwa na watu karibia 1400 ambao wajifananisha na wanaovioni. Waangalia, wamvaa kilemba na yeye wavaa, wamevaa kanzu na yeye wavaa, wamevaa koti kubwa na yeye wavaa koti kubwa na yeye yumo, wameweka shali kwenye bega na yeye kashali kwenye bega. Ukimuona utasema yule mwana wa chuoni. Kwa nini? Kwa sababu yabidi uwe vile, maana yake wale wanaovioni wengi. Sasa ukibaki wote unaonekana mzuka, yabidi uwe hivyo na wewe pia uende na watu. Na hivyo ndio inavyokuwa ilmu ikishaenea, mtaona watu wataacha vijisuruali vyao vile na nini, wao pia watavaa makanzu na nisfu saq. Nionekane mzuka mimi, sina angalau mimi pia naonekana ni talib ilmu angalau, kumbe hayumo. Hao walikuwa wengi Qurtuba, ni wanaovioni ni wengi, talabat alilm ni wengi, na wale wanaojifananisha wakavaa kama mfano wanaovioni pia walikuwa wengi. Qala falamma arada Allah fanaahum, Allah alipotaka kuangamiza, hazza alaihim intihak alhakam lilhurumat, ikawa ni uzito mno kwa wao kumuona kiongozi wao afanya mambo ya haramu, afanya dhambi. Angalia yule yualewa, angalia yule fanya kadha, angalia yule yufanya kadha. Ikawa waliona hilo jambo ni zito mno kwa wao, na ni sawa, mtu haridhi uovu, lakini wa'tamaru liyakhla'uhu. Kwa hivyo wakaambizana baadhi ya wao kwa wao na kupanga njama kufanya nini, ya kumuondoa katika uongozi. Thumma jayashu liqitalihi, wakaunda jeshi kwa ajili ya kumpiga vita yule kiongozi. Wajarat bil Andalus fitnatun adhimatun ala alislam wa ahlihi fala quwwata illa billah, ikapita fitna kubwa mno kwa Uislamu na Waislamu, wao kwa wao wakauana. Vita vya ndani kwa ndani vilikuwa vingi sana ndani ya Andalus. ثم سرد القصة رحمه الله، وفي نهايتها أن كثيرا من هؤلاء قتلوا ومنهم من فر ومنهم من سجن دون أن يقيموا دينا بمثل هذه الفتن التي تشعل وتؤجج، والسعيد كما يقال من اتعظ بغيره. kisha akakieleza kile kisa kukiorodhesha mpaka mwisho wake ni kuwa wengi katika wale ambao waliingia katika hii fitna waliuawa, kuna wale waliokimbia, kuna wale ambao walifungwa bila ya kusimamisha dini, kwa mfano wa fitna kama hizi zinazowashwa. Na siku zote aliyefaulu ni yule atakayepata mawaidha kwa wengine. Usiwe wewe ndio utakuwa mfano, usiwe wewe mfano. بل إن عددا كبيرا ممن شاركوا في الفتن ودخلوا فيها كانت نهايتهم فيها الندم وتمني أن لو لم يدخلوا في تلك الفتن. الله أكبر. bali idadi kubwa katika wale walioshiriki katika zile fitna wakaingia katika fitna kama zile, mwisho wao ilikuwa ni majuto na kutamani lau kama wasingeliingia katika fitna kama zile.
وسطر من ذلك شيء كثير في كتب التاريخ والتراجم wako wapi wenye kusoma hizo tarehe kumeandikwa mengi katika habari hizo katika vitabu vya tarehe na tarajum akhbarun liulaika alladhina sharaku fil fitan kanat nihayatuhum an-nadam ala dhalika habari za wale ambao walishiriki katika fitna mwisho wao ukawa ni majuto wamejuta kwa yale waliyofanya katika fitna walizoingilia يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال wengi katika wale ambao wametangulia walijuta katika vile vita walivyoingia vya fitna ويقول أيوب السختياني رحمه الله ذكر القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث نهو أنا تاريخ yake ya ajabu amesimama dhidi ya al-Hajjaj Abdurrahman ibn al-Ash'ath huyu alikusanya umma qurra al-Quran hafadhatu kitabillah wahab khutaba sanya wote katika jeshi lake kiasi cha kuwa Khalifa Marwan alikuwa na hofu kuwa khilafa yake yaanguka yaangusha kabisa mpaka akakubali kutanazal khalifa wacha Hajjaj bin Yusuf khalifa kama wataka nimuondoe Hajjaj nitamuondoa kama wataka uongozi nitakupa wewe kama wataka nikupe mansib nitakupa uamiri fulani nitakupa katiba fulani sitaki aona yuwaweza songa mbele ona alivyogurika Abdurrahman Ash'ari wengi katika qurra wakagurika wakaingia pamoja naye bali wako katika ulama walioingia katika hii fitna so fitna inapozuka subhanallah macho kama upofuka hivi والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى نسأل الله العافية والسلام ومن الأخبار أيوب السختياني فقال لا أعلم أحدا منهم قتل إلا قد رغب له عن مصرعه hakuna yote aliuawa isipokuwa alichukia kule kuuawa katika ile sehemu aliuawa ولا نجا منهم أحد إلا حمد الله الذي سلمه na hakuna yote aliokoka na fitna kama ile akatoka salama bila kuuawa isipokuwa alimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyemsalimisha وندم على ما كان منه na akajutia yale aliyofanya ومن الأخبار المفيدة واللطيفة في هذا الباب قصة زبيد ابن الحارث اليامي huyu ni mwanachuoni mkubwa وهو من رجال الكتب الستة yuko katika rijal wa vitabu vyote sita Bukhari Muslim na vinginevyo sita huyu katika wapokezi wa hadithi wa min ulama al-islam katika wanaovioni wa Uislamu wa huwa mimman dakhala fi fitnati ibn al-Ash'ath yani katika wale walioteleza wakaingia katika fitna ibn al-Ash'ath ولكنه سلم منها وسلم من القتل alisalimika na pia akasalimika kutokana na kuuawa kwa sababu Hajjaj ibn Yusuf baada ya hii fitna alikuwa akifuatiliza wanaoviona mmoja mmoja aliingia katika hii fitna akimuua kila anayejua wewe umeingia kata kichwa huyu bwana akasalimika قال محمد بن طلحة رحمه الله سمع رآني زبيد مع العلاء بن عبد الكريم ونحن نضحك زبيد aliniona mimi pamoja na al-Ala ibn Abd al-Karim tuzungumza twacheka bimaana mazungumzo yao yamefurahisha wafurahi faqala akawatizama akawaambia
لو شهدت الجماجم ما ضحكت. والجماجم التي يشير إليها جماجم المسلمين ورؤوسهم تتساقط بأيدي المسلمين أنفسهم. لو كما mngeliona vile vichwa vilivyokatwa vya waislamu wao kwa wao katika fitna ibn al-Ash'ath, wallahi msingecheka. Na hili ni jambo ambalo linajulikana. Yoyote aliyeingia katika fitna akaona yale mauaji yaliyotokea, wallahi aweza kukosa raha maisha yake. Asema lau kama ungelishuhudia wewe na kuona wacheka wewe, usingecheka. Yaqtulu ba'dhum ba'dha, waislamu wana wao kwa wao. Thumma qala Zubayr ولو وددت أن يدي أو قال يميني قطعت من العضد ولم أكن شهدت ذلك. natamani lau kama mkono wangu wa kulia ungelikuwa umekatwa kutoka huku juu huku kwenye mabega huku kwenye adud, umekatiliwa mbali, kabla ya hivyo vita nisingeliingia katika hivyo vita. Natamani lau kama nisingelikuwa na mkono wa kulia kubeba ule upanga, ningelikuwa nimekaa sikuingia katika fitna. Yani ajutia kuingia katika fitna kama ile. ثم جاءت فتنة بعد ذلك ودعي إلى المشاركة فيها. kisha kukatokea fitna nyingine baada ya hapo. Jamaa wakamfuata wakamwambia, bwana tunataka na wewe pia ushiriki, njoo bwana uunde, tuunda jeshi hivi na wewe pia tukuweka katika kikosi. lakinahu raa al-athara wal-awaqib wantabaha. lakini yule bwana aliona athari ya fitna, mwisho wake aliona akatanabahi. fataamal jawabahu at-tarif al-latif alladhi huwa jawabu mujarrib. tazama jawabu lake zuri ambalo ni jawabu la mtu ambaye ana tajruba, anayejua fitna. wengi katika wale wanaoingia katika fitna hawajui natija ya fitna. wengi hawajaishi katika fitna wakajua dhiki anayoipata mtu katika fitna. wallahi ni dhiki. lakini kuna watu leo utaona wenda mbio tu, yeye akiamka afikiria fitna. ikiwa kuna fitna fulani, akiamka akilala afikiria vipi yeye atachokoa tu ile fitna, afikiria vipi atachokoa fitna. ikiwa mchana umepita na usiku umepita, hakutuma jambo hivi la kuleta fitna, basi yeye aona sijachangia mimi, bado sijachangia katika fitna. hali inakuwa kama hii. fitna imekuja, huyu bwana ambiwa ingia, lakini sikiliza jawabu lake. جاء في بعض الروايات أن منصور ابن المعتمر كان يختلف إلى زبيد. منصور بن المعتمر alikuwa daima yuaja kwa Zubayd ajaribu kumkinaisha kuingia katika ile fitna wanaoipanga. فذكر أن أهل البيت يقتلون فيريد زبيد أن يخرج مع زيد بن علي في فتنة أخرى. أهل البيت وواوا mimi nataka wewe uingie katika kikosi cha Zaid ibn Ali, kuna fitna nyingine wataka kuizua pale. faqala Zubayd rahimahullah ma ana bi kharijin illa ma'a nabiy, mimi sitoki hapa isipokuwa mpate mtume. kuna mtume ametumilizwa ambaye apokea wahi, atatuambia hii sawa tuingie sawa. wama ana biwajidihi, na mimi simpati huyo mtume, simuoni. yani bimaana ni mustahil. hata uniambie utakavyoniambia, unikinaisha utakavyonikinisha, siingii kwenye hiyo fitna. endelea wewe, sababu ameiona fitna na athari yake. ay lan ajida nabiyan akhruju ma'ahu, sipati huyo mtume wa kutoka pamoja na yeye kuingia katika fitna. هذه قالها عن معرفة وتجربة ومعاينة للآثار التي حصدت من تلك الفتن. haya maneno aliyazungumza kwa maarifa, kwa tajruba, experience ambayo ameiona, ameona hivi na macho athari
iliyopatikana katika fitna zilizopita. Hivi ndivyo anavyokuwa Muislamu. Akishapatwa mara moja خلاص umpati tena. Lakini kuna watu ameanguka kwenye fitna hii, inakuja nyingine yuanguka tena, kisha yosimama, inakuja nyingine yuanguka tena, kisha sio. Kuna mijitu iko hivyo tu, yeye nenda huku nikienda huku, nikienda huku nikienda huku, hajielewi kabisa. خلاص mara moja tu umeingia, ulikuwa hujui, sasa ushajua kuamiliana na fitna. Tulia, usijiingize katika fitna, jiweke mbali kabisa. Mwisho wake utakuja kuuona, ilikuwa hivi, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah ameniepusha na fitna. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيك.